katika fikira zetu. Sasa huyu ni mtu ambaye anampenda Mungu. Ni mtu wa kanisani, anampenda Mungu, anapenda kusali, anamwabudu Mungu vizuri, ahadi yake iko kule. The more anapozidi kumwabudu Mungu, unapokuwa committed kwa Mungu, ndivyo unaposogelea ahadi zako kwa Mungu wako, ndivyo unaposogelea ahadi zako. Kila siku unasali, kila siku unapambana, unasema Mungu, siwezi nikakuacha. Mungu wewe ni kila kitu, wewe ndo sababu ya mimi kuishi, wewe ndo namba moja kwenye maisha yangu. Unakaribia hapa hivi, shetani anaingiza wazo, huyu ana mpenzi, anamwacha. The moment akishaachwa na mpenzi, mawazo yake yanabadilika, hata angalia huku lazima atageuka kwanza kumtafuta mpenzi wake aliyemuumiza. Kwa shetani anachelewesha ahadi zako, si kwa sababu anaenda kwa Mungu moja kwa moja kuja kuichukua ahadi yako. Haji moja kwa moja kuchukua ahadi yako na kusema mimi ninayo. Shetani hana ahadi, hana baraka yako, hajashikilia baraka yako wala ahadi yako hana. Iko kwa Mungu pale pale. Shida ni wewe haufikagi kwa Mungu, kwa sababu ukikaribia kufika anaingiza wazo. Ukishaumizwa na mpenzi wako, kishakuacha, mna watoto watatu, wewe utakuwa na uchungu. Ukishakuwa na uchungu, ukiumia, akili yako itomwaza tena Mungu, akili yako itamwaza mke wako. Ndio pale ulishakaribia kufika hapa, ni Jumapili inayofuata uje uchukue baraka yako. Live macho kwa macho, tayari ushaanza kurudi kuja kumfuata mke wako, kumtafuta mke wako. Sasa utafuta ile changamoto inayokuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hatua alizopiga na pale alipokuwa mwanzo. Alikuwa kishafika. He was so very close kuja kuchukua baraka yake, lakini ona hatua alizopiga. Shetani anajua namna ya kucheza na akili zako. Katika jina la Yesu, Jumapili leo, Mungu asaidie shetani asikuone na usiingie kwenye mtego wake katika jina la Yesu. Napokea. Sasa kwa sababu kesha kuvuta hadi huku, mnaombana msamaha, mnarudiana. Familia isharudi, ishakuwa settled. Unasema namrudia tena Mungu. Mungu hakuwa wa kwanza, ulikuwa una stress wewe, ukilala unamwaza mpenzi wako, kisha ondoka. Kitanda kikubwa, si ndio? Ndio. Kitanda kikubwa, uelewi. Mungu hutaki kusikia Biblia ipemwa, anakuita usitaki kwenda kwenye kikao cha wanaume. Mimi mke wangu kaniacha, sisikii kitu. Sasa pale kwa sababu umegeukia huku, akisharudi unakuwa na amani. Unaanza kwenda, unakuja kanisani, unamweka Mungu anakuwa wa kwanza kwenye maisha yako. Unaendelea kusali kama kawaida, unaendelea kumuomba Mungu kama kawaida. Maana yake unaanza kuisogelea tena ahadi yako kama kawaida. Usisahau wewe ni engineer, umetoka kwenye matatizo ya familia. Unakaribia hapa kwenye ahadi yako. Pap, hii hapa unataka kuishika. Wewe ulikuwa na deal, unataka upatiwe contract. Wanakucancel. Wakisha kucancel, akili yako yote inageuka tena. Unaanza kuwaza dili langu lile, kwa nini limecancel, na watoto watakuwa niwalipie ada, nitawapata wapi pesa, natakiwa nikalipe kodi ya nyumba. Unaanza tena kurudi kwenda kulitafuta ile dili lingine kwa ajili ya familia yako iweze kusimama. Automatically ni ngumu wewe kuifikia ahadi yako kwa Mungu. Kwa shetani anajua namna gani ya kukucheleweshea ahadi yako kwa namna hiyo, kwa mtindo huo, kwa staili hiyo, lakini haji kwa Mungu moja kwa moja akaichukua baraka yako hivi akaishikilia, kwa sababu hana mamlaka ya kumfikia Mungu wako. Baraka yako ipo kwa Mungu mpaka leo unavyokuambia, lakini ni wewe bado hujajua namna gani ya kufika. Kwa sababu shetani anajua njia ya kutumia kukuchelewesha wewe kufika katika ahadi zako. Mwache Mungu awe namba moja kwenye maisha yako ili ufikie ahadi zako. Haijalishi nini kinatokea kwenye maisha yako. Haijalishi unaumia namna gani. Umeachwa, umekimbiwa, endelea kumfuata Mungu. Kwa sababu Mungu anajua ana njia nyingi za kumrudisha yule mtu ambaye ni sahihi. Hilo dini linalokuumiza kichwa, hiyo biashara inayokupa changamoto, umevunjiwa nyumba yako, hiyo nyumba kama Mungu alikupatia, ana njia ya kukupatia 10 nyingine bora zaidi ya ile ya kwanza. Ukiendelea kumwangania tu Mungu wako ukaacha kurudi nyuma, Mungu atakupatia nyumba nyingine. Hivyo ndivyo alivyofanya Ayubu. Hakugeuka nyuma, japokuwa alipitia changamoto ambazo hakuna mwanadamu yote ashapitia duniani. Alipoteza kila kitu unachokijua bora na cha thamani kwenye maisha ya mwanadamu. Alipoteza kila kitu, lakini Ayubu hakugeuka. Aliendelea kusonga mbele. Alifikia ahadi ya Mungu kwa kuifikia.